Okay. Sasa kuna issue nyingine ambayo inahitaji umakini sana katika biashara farmers, hasa kwenye zile preliminary stages, hatua za mwanzoni zile. Ni kwa lugha kitaalamu inaitwa supplier selection, kwamba sasa wewe ni supplier gani ambaye utamchagua atakuwa ana supply mzigo kwenye duka, kwenye famasi yako. Sasa kuna umuhimu sana wa kuwa na supplier mzuri kwa ajili ya compliance na kutoa huduma bora kwenye famasi yako, na pia famasi yako iweze kuwa na kuaminika na watumiaji wa famasi yako, kwa sababu pia ukikosea kuchagua supplier unaweza kujikuta unaingia kwenye matatizo ya wewe bila kutegemea, kwa sababu utaweza kuuziwa product ambazo hazikidhi matakwa ya sheria, kwa sababu tu ya supplier anakuwa ile wa kubumba. Kwa hiyo kuwa na supplier mzuri kitu ambacho kipo recommended kwa usalama biashara yako. Sasa nitatoa tu mfano, nitaweza tu ikishi kwa mfano ili kila mtu aelewe kama jinsi gani supplier mzuri anaweza kuchukua. Kwanza kuna umuhimu kuwa na supplier ambayo ni supplier recommended na ni mzuri na ambaye amesajiliwa, ni authorized. Cha kwanza utakuwa na comply, kwa sababu supplier anaweza kachangia wewe ukafanya ukatenda makosa bila kutegemea. Kwa mfano anaweza kuuza kitu ambacho hakijasajiliwa, tayari kuingiza mkenge hapo. Na ukiwa na supplier mwingine, ukiwa na supplier ambaye umemchagua mzuri, anaweza kia anakuwa kutokana na mahusiano mazuri, anaweza kawa tu anafanya nini, anakukopesha labda dawa. Sawa. Na kitu kingine ambacho anakopesha dawa, kwa kama una cash, supplier anakuwa anakukopesha. Na pia supplier anaweza ukafanya utoe huduma nzuri kwa kukupa quality products. Kwa hiyo kwenye swala zima la kuamua uwe na supplier yupi ni kitu kizuri sana kwenye biashara ya farmers. Kwa hiyo vitu vile ambavyo labda nataka nitangulize niseme kwamba usiwe na supplier mmoja. Yaani mmoja hiyo usiwe na supplier mmoja, usiwe naye. Na wala usichague supplier kwa kuangalia bei, labda cheap. Hiyo vitu vile vya kuvizingatia hiyo. Kwa hiyo sasa kuna criteria za kuchagua supplier ambaye amekuwa recommended na watu wengi. Labda nitoe tu mfano. Kwa mfano mimi wakati naanza hii biashara, kuna mtu aliniambia jitahidi uwe na supplier mmoja, na akanitajia kabisa wewe, of course nikawa hivyo. Lakini nilipokuwa nachukua kwake mara kwa mara, of course bei ilikuwa juu, kwa sababu sikuwa na fahamu, ndio bei ilikuwa kidogo juu. Kwa hiyo nikajikuta ninaingia kwenye, na mimi sasa ninavyoenda kuuza naongeza price juu kidogo, angalau ili niweze kupata faida. Sasa siku nikizunguka kwa majirani zangu, na dawa zao kidogo bei ziko chini. Kwa hiyo nikaamua siku moja nitaanza tu supplier, nianze kuangalia niwe naingia kwenye supplier tofauti. Nikaja kugundua kwamba kumbe kuwa na supplier mmoja peke yake kibiashara inaweza isiwe nzuri. Pia ujue kwamba kuna supplier wa aina, lazima supplier wako wale ukishawachagua, kwanza unachokufanya unafuata watu ambao wametangulia kwenye biashara. Anakurecommend supplier fan, ama supplier wako 4 au 5. Sawa Na kwa hiyo unachokifanya sasa, wewe katika supplier 5 wale unawatembelea, sio unaenda kuangalia bei. Unaangalia bei na vitu vingine. Kwa sababu ana recommend, na anavyokuuliza supplier ni kwa nini, mtu anakupa sababu. Wa pili mtu anakupa sababu. Tatu anakupa sababu. Baadaye sasa unakuja kuwa group sasa wewe katika wale supplier kulingana na vigezo ambavyo unavitaka. Na vigezo vya supplier mzuri viko kama 6-7 hivi, ambaye atakuwa anakusaidia anakupatia dawa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni supplier ambaye ana bei ambayo ni competitive. Unajua kwa lugha ya Kiingereza wanasema competitive price na cheap price na cheap price. Sasa competitive price na cheap price ni tofauti. Mwingine anaweza kuwa na cheap price lakini sio competitive. Kwa mfano supplier X na Y. X anaweza kanauza labda item labda Panado shilingi labda 200 na Y anauza 2200. Sawa? Lakini supplier X ambayo iko cheap labda
yeye hakuletei mzigo mpaka dukani, lakini huyo 2200 anakuletea mpaka dukani. Huyo 2000 huyu ana historia ya kuuza substandard products. Yani substandard maana ni dawa ambazo ni fake kutoka kimtani, labda dawa fake, labda ambayo haijasajiliwa kwa sababu ni kosa. Lakini 2200 ana try, yeye anasifika kwa kuuza product ambazo nini zimesajiliwa. Kwa hiyo kwa shilingi 200 ukifuata kwenye chip utakuta unanunua chip una save 200, lakini biashara yako inakuwa iko nini, iko matatani. Kwa lazima utafute mtu ambaye usiangalie tu ile bidhaa inaweza shilingi kadhaa, unaangalia ile mlolongo mzima mpaka bidhaa imekufikia. Mwingine a deliver on time, mwingine ukiweka order asubuhi anakuletea jioni. Unaona Kwa hiyo vitu lazima uviangalie. Japo unauza chip, lakini ile delivery yake ya commodity kwenye pharmacy yako ina delay. Kwa lazima uangalie ile competitive price, sio cheap price, competitive price ambayo ni bei ya kuuza na mambo mengine ambayo yanakuwa yanaendelea. Kwa lazima pia uangalie supplier ambaye anauza product ambazo ni genuine. Yaani ambazo zimekuwa registered na ziko genuine. Ndio supplier wako. Na pia ingine kuna supplier pia ambayo unaangalia item zake, huyu huwa ukimwagiza dawa anakuletea dawa za shelf ile expiry ya karibu au ya mbali. Yeye ambaye anakuletea expiry ya mbali ndio umpe kipaumbele. Ni tabia ya supplier hizo. Na tabia nyingine ni kwamba kwenye kudeliver mwingine anakulipia, mwingine delivery unalipia mwenyewe. Kwa lazima hiyo vigezo unaviangalia unapokuwa unaangalia supplier. Japokuwa lazima supplier wengi sana ukiagiza mzigo anakuletea, lakini kuna wengine pia hawana hiyo huduma, unaenda kufuata mwenyewe. Kwa hiyo nayo pia ni tabia ni karakta moja ya kuchagua supplier. Kwa hiyo kuna huduma kwa muda mrefu sana, kwa siku na saa 16, mwingine saa 10 tu amefunga. Sawa. Kwa hiyo kuna wengine hadi saa 2 unampata, saa 1 na supplier dawa vizuri. Kwa lazima ni vigezo ambavyo inabidi uwe na supplier. Na pia kuna hilo naita supplier anakuwa hizi payment, yani namna ya ulipaji. Kwa supplier mwingine kikopesha anakupa wiki, mwingine anakupa wiki 2, mwingine anakupa mwezi. Kwa wakati wa kuchagua supplier lazima mtu ambaye kidogo akishakupa mzigo anakupa muda mrefu kuweza ili uweze kulipa. Na pia kingine kuna supplier cha mwisho, kuna supplier mwingine kikuuzia kitu amekuuzia huwa abadilishi wala uarudishi. Lakini kwa supplier mwingine ukimuuzia kwa sababu unaweza kumwambia bana nataka kitu fulani, labda ulikosea mwenyewe kwa kitu fulani, baada kitu fulani, labda item X baada item Y. Sasa kwa supplier mwingine huwezi kumrudishia, lakini mwingine kwa sababu ya mahusiano anakuelewa, ile wanaita clear return policy, anakuelewa, anakubadilishia item hivyo. Lakini kwa supplier nyingine wako very strict, kitu haruhusu. Kwa kuchagua suppliers lazima uwe makini. Hasa ukishajua hizi sifa, kuna supplier wako inabidi wa group katika makundi matatu. Labda kama sijafika huko tu niseme, narudia tu kusema kwamba tusichague supplier kulingana na cheap price but competitive price. Na kama una item 100, epuka sana kuchukua 10 huku, 20 hapa, 10 hapa, 20 hapa, ili unafika 100 unakuwa na supplier 5 na supply mzigo mmoja kwa sababu tu ya price. Kwa hiyo vitu vingi sana inabidi uviangalie kabla hujafikia maamuzi ya kufanya hiyo process ya kununua dawa kwa supplier wengi. Kwa hiyo mimi na recommend unaweza kuwa na supplier 3 tu. Kwanza ukawa ndio hii namba moja wako ambaye ni primary supplier. Sasa huyu muda wote utakuwa unanunua dawa kwake. Sawa? Yaani muda wote unanunua dawa, ndio anakuwa ni primary supplier. Yaani huyo muda wote anakuwa ndio supplier wako namba moja. Sasa huyu ambaye sasa inabidi kulingana na zile sifa ambazo tumeziona hapa awe na qualify kwenye sifa zile zote. Na supplier wa pili anakuwa ni secondary, ile ambaye sasa ukikosa item chache kutoka kwa supplier X unaenda kwake kwa ajili ya kuongezea zile ambazo umekosa kule. Na supplier wa tatu ni backup. Kuna items tu kwa mfano utakuta tu hazionekani tu, yani hazipatikani mara kwa mara, lakini first supplier fulani anakuwa nazo. Hata kama ni gharama, lakini huwa anakuwa nayo. Kwa hiyo alikuwa ni backup supplier. Lazima awepo. Hata tunasema hivyo kwa sababu
Ukiwa na supplier moja ni ngumu kuwa na sufficient stock kwenye famasi yako. Kwa hiyo tunashauri uwe na supplier angalau wanakuwa wale watatu. Sasa of course mimi sipo kumpigia mtu chepuo, lakini tu mimi nitoe mfano. Mimi na supplier wangu ambaye yuko vizuri, na hata nitume njia hizo kumpata. Nitume hizo njia kupata hiyo, kumpata nitume njia hizo. Nilikuwa nikifika tu pale huduma ni fast, yani ukituma kuna supplier mwingine unaweza kutuma order asubuhi saa 1, anakujibu saa 10 jioni. Mimi supplier hivyo wewe ni shida kufanya naye kazi. Kwa hiyo nikampata supplier mmoja ambao of course hapo kwa sababu sifanyi promotion, siwezi kumtaja, ambaye nikituma message dakika moja ashajibu. Nikifika pale naenda di store. Kama uhusiano mazuri na store, nazunguka na store kubwa, nazunguka store naangalia kuuliza vyote nakuwa najifunza. Items zingine unaweza kaiona hii ukasema hii tunatumia shai ulizaga hii mteja hii. Unakuwa unafanya nini? Unakuwa unaweza kukanunua kwa style hiyo. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kuwa na supplier wazuri. Sasa hao supplier pia unaweza kumchagua pia, lakini ukampoteza kulingana na wewe mwenye sajisi ilivyo. Kwa sababu wewe ni mmiliki wa pharmacy, kuna vitu vingi sana ambavyo vitu tuvijue. Cha kwanza kabisa ni kulipa mikopo ile, kwa mfano supplier na kuamini ni kulipa on time. Yani lazima ulipe on time. Yani lazima ulipe on time. Na kuna of course kuna supplier tofauti mwingine anasema anakupa wiki ili madeni, mwingine wiki 2, mwingine mwezi. Kwa hiyo wa mwezi kama pia na competitive price, nadhani hiyo ni anakuwa recommended kwako. Sasa kitu anaweza kachangia biashara yako ikapigwa penalty au ikafanya nini ikafungwa, kulingana kwamba anakuuzia product ambazo ziko substandard, yani product ambazo hazikizi vigezo. Na supplier mzuri ambaye pia wapo vyao akikuuzia kitu kwa bahati mbaya, kwa bahati nzuri, kwa bahati mbaya au kwa makusudi, kitu ambacho ni counterfeit, mamlaka zikakukamata ukiwa na ile invoice, unakuwa tu unapona. Sababu nishatoa mfano, nimeshakamatwa na item X, lakini sababu nilikuwa na invoice nikapona. Nikaenda kwa supplier wangu akasema bana, mimi basi nikubadilishie ya usumbufu, na akanibadilishia, nikabadilishia ile item yake, akanibadilishia, akanipa kitu kingine. Kwa hiyo sometimes wanafanya kwa bahati mbaya na wengine wanafanya kwa makusudi. Kwa hiyo nadhani tumeona sasa ni jinsi gani ya kupata supplier mzuri wa kuweza kukusupplyia dawa. Tukumbuke tu usiwe na supplier mmoja, minimum 3, na pia usikuwa unahitaji item 100, 10 nanua huku, 10 nanua huku, 10 nanua huku, 10 nanua huku. Nunua sehemu moja ambayo kwenye primary supplier, zinazokosa unaenda kwa secondary supplier namba 2, kikosa vile muhimu sana unaenda kule backup supplier wako. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kuwa na maisha mazuri na masomo mazuri na supplier. Asante.